aliyofanya Elia. Na jinsi mstari wa 2, ndipo Yezebeli akampelekea Elia ujumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanyia roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka, kaenda akahifadhi roho yake, akafika Beersheba, mji wa Yuda, mwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake hapo, akasema, yatosha sasa, Bwana, uondoe roho yako, kwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Mstari wa 5, naye akajinyosha akalala chini ya mretemu. Tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umewekwa juu ya makaa na gunia la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Sawa, malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Elba, mlima wa Mungu. Mstari wa 9, akafika kunako pango, akalala ndani yake. Zama neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yako na kuzivunja roho zako na kuua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanatafuta roho yangu waiondoe. Twakupa sifa, twakupenda Mungu, twainua jina lako, twakuabudu jemedari mkuu, Bwana majeshi. Bwana, tuko kwako, kazungumze nasi, tuko kwako, kanene nasi, tuko kwako Bwana, katufunuo. Na hata tunapopokea neno hili, hata Bwana kwa online service, Bwana nyenyekea kwako kwa watendea. Tubariki ndani ya neno hili, tuinue ndani ya ibada hii, na ukabaki kwa Mungu. Na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tuamini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mara kwa mara wanasema kwamba unapookoka unaingia katika ulimwengu wa vita. Kiwa umeokoka, hautafanya mapenzi ya mwanadamu, lakini mara kwa mara unayafanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliye ndani yako. Na Mungu anapokuita na anakutuma kwa ajili ya kusudi fulani, kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya lengo fulani, mara unaweza tenda ile jambo Mungu akusudia lifanye. Na unapolitenda ile jambo, unajipata kana kwamba umejiingiza katika hatia ama katika mashaka, kisha na maana ulikuwa unayatenda yaliyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo iwapo unayatenda ama Mungu amekuagiza ukayatenda, au utakosa kuyatenda, maana umetumwa, maana ni lazima utii sauti
ya yule aliyekuita ambao ni baba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi tunajipata katika mashaka. Wewe unacheza vitu kuna adabu. Ile ni kwa tenzi. Sisi ama wimbo wa skawosha. Sisi kitu ambacho tunajifunza. Sawa? Maana sisi kwa kelele. Wengi tupate katika mashaka na katika matata, maana wameyatenda yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Labda utakosea mtu yoyote kwa kuonekana kwamba ukija kwa ibada kunaanguza mtu ama kunakwasa mtu. Labda kwa kusikika katika nyumba yako unapokuwa maombi, kumbe ndani yako labda unaumiza mtu. Kwa nini huyu ambaye anaenda katika ibada, kwa nini huyu ambaye anayafanya yale anayafanya hivi? Au utakosea mtu yote yule? Hakuna mtu ambaye umepigana na yeye ama umepitana naye kwa maneno ama kwa mawazo ama kwa maono, lakini kwa kuwa kwa njia moja ama nyingine yule mtu anaona anaendelea, anaona anasonga mbele vizuri, kumbe ndani yake huenda ama unamkwaza na anaumia katika roho. Bwana Yesu apewe sifa. Na unapoulizwa makosa ambayo umeyatenda au ilaoni hata kama au nakosa lolote lile au lolote lile ambalo huyo mteleza kukuhukumu nayo, lakini ndani ya roho yake anaumia. Kwa nini fulani anafanya hivi? Kwa nini yule anafanya hivi? Haleluya. Kumbe ndani yake yule mtu anaumia. Tumesoma kweli kufanya makosa yote yale, maana kwa wito ulio ndani yake aliambiwa na Mungu yako kaangushe miungu ya Baali. Maana miungu ya Baali inapigana na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na tujue kwamba vita sio zetu, vita ni ya Mungu. Na baada ya kutimiza ile lengo na kusudi la Mungu, tumeshaomba kaingia katika mashaka. Haleluya. Akawa anakoseshwa amani na mtu anaitwa Jezebeli. Haleluya. Na akawa kama na kame hataki kumwona Elija. Kisha maana Elija ameangamiza miungu ya Baali. Bwana Yesu apewe sifa. The spirit of Jezebel, roho ya Jezebeli. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndika tuko nisikia kwa unaandika. Naomba wakati huu ama kwa hizo siku ama wiki tatu ama wiki mbili tupate kujifunza zaidi na kupata ufunuo zaidi kuhusu roho ya Jezebeli. Haleluya. Roho ya Jezebeli ni roho inayopigana na kanisa la Bwana hata sasa. Haikuwa kwa Elija peke yake, ni roho ambayo hata sasa yapigana na kanisa la Bwana, yapigana na watumishi wa Mungu, yapigana nawe hata sasa hivi. Haleluya. Nimekuwa ni ngumu kwetu ama watu kupata kujua ile roho ya Jezebeli.
kuifahamu, na bado ndani ya kama au zile roho inapigana nawe. Besa sima bandiko chini tena wapo inaofanya kazi ndani yako pasipokuwa na Mungu. Na hivyo wengi tumeshindwa kujua ni roho gani iliyo ndani yetu. Maana kusudi Jezebeli, jambo la kwanza ni usiyokabudu, ni usiyofanikiwa, na kila saa inakuandama hata sasa. Haleluya. Wako miandama na roho ya Jezebeli, lakini hawajui kana kwamba ni roho inayokaa ndani yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa nyingi zimevutwa, zimeanguka, maana ile roho ya Jezebeli ingali inafanya kazi ndani ya kanisa la Bwana. Kanisa la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kanisa la Bwana tumeshindwa kuomba. Maana kanisa la Bwana tunakompromise na kila roho yake. Ile roho ya Jezebeli imepata nguvu ndani ya kanisa, ingali inatesa kanisa, ingali ndani ya kanisa, ingali inawinda. Maana nia yake ni kuwinda. Inapowinda na kumata mtu, inaenea kila kona ya hekalu la Bwana. Inapoenea ndani ya hekalu la Bwana, inaanza kuangusha mmoja baada ya mwingine. Tuache rudi, maana sisi mapande yenu kwa chini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini imekuwa ni vigumu sana the church progress. Imekuwa ni vigumu sana kwako kuinuka, kwako kuendelea, ama kwa kanisa la Bwana kuendelea. Maana ile roho ingali inajificha ndani. Wacha msingeko kwako. Hebu tutazame. Haleluya. Utawasaidiaje? Umeshikana ni moto kwa chini. Fanye nini? Apitie pale wale nje. Utasikia wale nje. Ukitaka weke kwa kukuta angalia kidogo. Pande nje. Asiteko. Maana kuna juu. Na wapesi shike nje. Njoo tusiwasaidia sisi. Hata kama wanashika kitu. Tiago mwenda hapo nje, waje kukimbia. Sio kama tunamalizia. Kama nini? Fanya hivi. Ile keki ulikuwa na pale chukua utapu simu hapa. Pitishe hapo dakika huko.
Bwana apewe sifa. Na ile Bwana, ile roho inakuwa pole pole. Fanya hapa ni kwa mzuri. Lakini akawa na mwanamke ambaye anaitwa Jezebeli. Na hakuweza kamwe kumwona Jezebeli. Hata wakati ambao alipata na kwa mume wakati ambapo alienda kwa ibada ile na Biblia ya mfalme wako akaangalia matokeo na kwamba akija ndani ya Israeli kuna Mungu. Lakini hakuweza hata kamwe kumwambia Jezebeli kana kwamba hapa kuna Mungu. Kwa hiyo akakubali roho ikae ndani yake. Akakubali roho iendelee kuhukumu ndani ya ufalme. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao wamekubali hiyo roho ya Jezebeli iendelee kukaa ndani yetu. Ikiwa imejipita ndani ya mwanadamu, lakini wakati wa matokeo tunayaona kwa uwazi. Bwana apewe sifa. Wakati wa matokeo ile roho inapaswa kutokea, unaiangalia na kuiangalia kwamba hakika hii mambo si ya kawaida, bali kuna roho iliyo ndani yetu. Haleluya. Na hivyo kwa kanisa la Bwana, unapodumu na kwa ibada, chunguza vizuri ni roho gani iliyo ndani yako. Maana imechatoka sio wote ambao kuabudu Mungu. Kuna watu ambao huingia kusudi lao tu ni wapate maagent. Haleluya. Ni wapate wafuasi ndani ya Mungu. Na hiyo roho inajipita ndani ya kanisa isionekane. Inaingia katika roho ya mtu, inakamata kiza watu na ndani kanisani. Maana kanisa la Bwana wengi wamevivia katika maombi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Je, ni roho gani iliyo ndani yako? Ni roho gani iliyo ndani yako? Maana kusudi kabisa, kuna watu ambao wamelewa ndani ibada. Kuna watu ambao hujiondoa ndani ibada. Wakati ambao kanisa la Bwana liko na nguvu za maombi, roho ya Jezebeli haitakaa ndani yake. Na itakaa ndani ya kanisa. Na mtu aliye na hiyo roho ni rahisi sana kuondoka ndani ya kanisa na kupigana kanisa la Bwana. Maana ile roho inamsukuma. Jezebeli yake ni kuangamiza watumishi wa Mungu na hata kuangamiza wale waliosimama katika Kristo. Haleluya. Hiyo ndio yako kwa hiyo. Bwana apewe sifa. Upigana na waliosimama katika imani. Aipigana mtu ambaye amesimama katika imani. Upigana na mtu ambaye amesimama katika wokovu na amesimama thabiti. Aitapigana mtu ambaye hajasimama katika wokovu. Na kusudi lake niliyokuwa katika ibada, nilipokeana na mtu nisababishe yule mtu asiingie katika ibada. Bwana apewe sifa. Haleluya. Maana haitaki Mungu asije kuabudiwa. Kwa hiyo kila saa utangaza vita na Mungu, utangaza vita na wateule wa Mungu. Hiyo ndio kusudi na ndio lengo la roho ya Jezebeli katika ibada. Haidai hekalu, ukaa ndani ya hekalu iwapo kanisa haina uombezi. Haleluya. Amefanya nasikia hivi. Si anaja yale kwa sasa ndio mambo kwa ya mswali. Roho ya Jezebeli
aipende hekalu, ukatania na moso. Nyemelea mchungaji, unyemelea vikundi, viongozi sana Bwana, waimbaji na hata wengine taniga. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho ya Jezebeli leo mwambie usione kana kwamba shetani afurahi wakati ambao anaingia kanisani, afurahi wakati ambao mnaomba, afurahi wakati ambao mnaimba, wakati ambao mnafunga. Roho ya Jezebeli kusudi lake pigana na mchungaji, pigana na mtu wa mchungaji, upigana viongozi walio karibu na mchungaji, praise and worship team, na hata wote wanaotumika karibu na madhabahu, ndipo ikuje kwako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hilo ndio lengo lake. Maana inajua na kumbe napokamata kiongozi kanisa la Bwana, ninapokamata mwimbaji, napokamata mpenda kazi, nitazidi kuenea polepole katika kanisa la Bwana. Maana kusudi lake inakuwinda kila saa, kila wakati inakuwinda. Haleluya. Naomba Mungu anipe neema tu hizo wiki mbili nikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nawaambia msifurahie kama ni mwimbaji mkushika maiki pale. Usifurahie kwa kuona kwamba wewe ni mwimbaji hapa mbele. Usifurahie kwa kuwa kana karibu na mchungaji. Haleluya. Kuna roho uwinda watu kama hao. Unapoonekana unakuja kuleta nuru katika huduma, unapoonekana kana kwamba unafanya jambo zuri kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, ile roho huinuka ndani yako. Haleluya. Na hakika asilimia kubwa wengi cannot identify the Jezebelic spirit in you. Uwezi tambua roho iliyo ndani ya yako ya Jezebeli. Mengine utayaona yapuuza, lakini ni ile roho inayokuwa ndani yako pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile roho inazidi kukua ndani yako. Maana lengo lake kanisa la Bwana lisifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Iwapo mtumishi wa Mungu amesimama imara kuomba, ile roho inaondoka na inaanza kuwataka. Kama kanisa ina maombi, inaanza kuwataka walio na mchungaji. Na pale ile kazi mnisala mlichukua kwa msidanganye. Haleluya. Usidanganye. Sema amen. Yule siku moja kabisa ataipoamka na kusikia roho yake imechukia, haina mkono. Yule hata kama alikuwa anasikia, yule siku moja ataiamka na kusikia roho yake inachukia. Inaanza vizuri. Yule siku moja aliamka hivi na ukasikia roho yako haitachukia mchungaji, bali napenda mchungaji, haina mkono. Unasema sawa, mmoja tu hiyo ya chukia, wa pili Mabasa yangu. Niliuliza nini? Yule siku moja aliamka kusema
hata mimi sijaona ubaya wa mchungaji, nampenda mke wa mchungaji, napenda mchungaji. Haleluya. Lakini kuna siku ambayo Mungu ananichukia. Kweli ama si kweli? Sema amen. Nataka nikusaidie. Umeelewa? Haleluya. Nasema nini? Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka nikwambie kwa Yezebeli, nataka nifungue mtu afunguke macho, afunguke kiroho. Kweli ama si kweli? Haleluya. Bwana asifiwe. Yule mtu ambaye nimeuliza swali, hauna makosa, lakini baada nifanye nini? Usikie. Bwana asifiwe. Roho ya Yezebeli kusudi lake ni kuua huduma. Elija kama Mungu ya baa, Elija anakimbizwa, anaambiwa don't preach. Kweli ama si kweli? Roho ya Yezebeli inapopreach ndani ya hekalu la Bwana na yakosa makao ndani ya mchungaji, kuingia ndani ya watu waumini. Basi naona hao wanaenda basi. Mimi kwa nataka. Hao wanapoishi mabasi. Haleluya. Hauna makosa, sema amen. Unajua? Hauna makosa, Bwana Yesu apewe sifa. Hauna makosa, sawa. Ile unapokosa nafasi ndani ya madhabahu, kuingia kama kanisa muombezi, wewe ni mtendakazi sio muombezi, wewe ni mwimbaji sio muombezi, wewe hapa sio muombezi, ile upata makao ndani ya mtu, ndani ya kanisa. Haleluya. Sasa kinapopata makao ndani ya kanisa, ninapopata makao ndani ya, ndio sasa yule mtu anasikia kama kwamba haiti pasta. Nachukia mtu wa mchungaji. Kwanza watu wanaochukia mtu wa mchungaji sio na Yezebeli. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Utakusikia ni pastor anakuboresha kufanya ni bure. Maana roho ya Yezebeli inapata makao ndani yako. Haleluya. Inatafuta madhabahu ya Bwana iangushe. Sasa hapo ndipo napata nasema na mama, sikwenda kanisani, sipendi. Taona mtu ameweka absence. Haleluya. Bwana asifiwe. Roho ya Yezebeli kujificha ndani ya mwanadamu hivyo tu kanisani. Wewe ndio wewe tunapoingia na kwamba kuomba roho ya shetani ndio ile sehemu yake. Lakini kuna ile roho kujificha ndani ya mtu ambao mjui na Yezebeli. Maana nia yake jambo la kwanza kamata akili ya mtu. Kwa akili yako mchungaji na ukamata roho ya mtu na mchukia. That of the Yezebeli spirit operates. Haleluya. Haleluya. Hebu kwenye mziki roho nayo ni Yezebeli ama ni ongani? Nataka nikuonyeshe kitu. Naomba nikusaidie. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata msiku na mwovu niliyopata hii wiki. Roho ya Yezebeli kujificha ndani ya kanisa. Utaona kama nikikuta pesa ngushi inaanza kuchukia mchungaji. Maana ile kikundi kiko anataka. Toka kikundi
ya kina mama ama kuna kanisani, anaanza kuchukia mchungaji, anaanza kuchukia mtu wa mchungaji. Maana ile roho imeanza kufanya kazi ndani yake. Apewe sifa. Inapoanza kufanya kazi ndani yake, uende na roho polepole tu. Haleluya. Jambo ile roho ni njia ya masikini. Wote wanaosikenya mchungaji, kwa mchungaji, tatizo sio wao, ni roho ya Jezebeli iliyo ndani yao. Bwana asifiwe sifa. Haleluya. Kanisa la Bwana mnaweza pigana vita vya kiroho, lakini kiguone moyo. Maana usipoendea by the spirit, inaendelea kuvuka. Haleluya. Tuseme mianzo kwa huyu peke yake anachukia. Tuseme anachukia wa kanisa. Pige roho ipate makao, atamwendea huyu. Huyu maana ni wiki spirit. Kwa mfano, wanapatana. Haleluya. Huyu anaingia huyu. Iwapo ni kwa viongozi ama kwa kikundi chochote kile, inaanza kwa mmoja, ina trend, ina. Haleluya. Kumbe ile roho inaendelea kukua. Haleluya. Wadipe pasta ama wadipe mwingine mchungaji kana kwamba anapiga maneno, anekemea. Kwa hiyo tafuta mahali ipate makao. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ni wakati leo ndani yako iko na madhara ndani ya huduma, iko na madhara ndani ya kanisa. Haleluya. Angalia rafiki ndani aliye karibu na wewe, nako na roho gani? Maana iwapo na neno anakwenda hisia polepole. Ajaye. Haleluya. Wewe unasa tadika. Ngoja. Mwalibariki. Kanisa la Bwana. Haleluya. The church is displaying spirit. That's not the goal. Say amen. Amen. The church is displaying spirit. It's an empty church. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pastor, stand for omba. Unaweza omba mchungaji na mtaomba. Haleluya. But unless you identify the spirit that's in your shirika, the church has to grow. It's not to grow. God has sent some people to come to mchungaji, but those in the church will be empty. Why? Because the spirit of Jezebel ni yake ni kuondoa watu ibada. Are you getting my point sasa? Haleluya. Jambo la kwanza nimesema kuna siku mbele yangu nasikia upendo mchungaji. Ni kweli ama sio? Hata kama ni siku moja, ni kweli ama sio? What does that mean? Haleluya. Nasaidia mtu. Nasaidia nani? Nasaidia. Haleluya. Ndio baada ya hapa ujue ni roho gani inaokaa ndani yako. Kwanza nasema kosi.
because it's still Jezebel. Right? Esa mwisho na manyanga nini? Hata ndasi sana manyanga nini? Sasa sana Jezebel spirit. Bwana asifiwe. Amen. It's an attack of Jezebel spirit. Bwana asifiwe. Unapoona watu wanachukiana kanisani, awasalimiana na bendani, awapendani. It's an attack of Jezebelic spirit that is attacking the church. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maybe hata yule rafiki wako hata hapa kanisani mjui. Nasikia sasa nikwambia elewa rafiki wako. Wale wanapokuwa na sia na hata kama umekuwa bebe. There are some people who enter the spirit in the ministry. The responsibility of pastor na mchungaji anapokemea mtu akiwa pamoja na the spirit apendwi. Hallelujah. Nitakemea huyu maana kuna roho ya Jezebeli. Na maana huyu rafiki yake, huyu anamunga mkono, huyu anamunga mkono. Hallelujah. And the church goes down. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Uliza baadaye kuchunguza ile roho ndani yake. Mwambie roho sasa kuchunguza ile roho ndani yako. Wamechunguza. Hallelujah. Why? Bwana asifiwe. Nilipopata kuni kana nice. The way the church of God we have been going through. Kana kwamba exactly we are still fighting the Jezebelic spirit. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana hiyo kusudi lake ni kuwa huduma. Jezebeli atakuwa watumishi wa Mungu wanaosimama katika haki na katika ukweli. Jezebeli nia yake ni kupata watumishi wanaokompromise na yeye. Hallelujah. Iwapo ni ndani ya kanisa ni ruhusu maji wanataka tu. Ukifanya ministers okay. Ukifanya mambo ya ndani okay. Ni hiyo ndio Jezebel. Iwapo ni roho ya uzinzi, mtu naye compromise nayo. Nikiona huyu amefanya hivi, nikiona huyu ametenda hivi, wewe mchungaji must engage. Hallelujah. Ni hiyo ndio haya roho ya Jezebel. But the moment I want to build the spirit of Jezebel, unaanza kuchukiwa na kanisa. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unaanza kujenga roho ndio sipate nafasi ndani ya kanisa. Mchungaji kwa na marafiki. Lakini kwa maana kama ni sawa kanisa, hakuna mambo ya kando, kuna mambo ya ndani, unamwacha. Mchungaji ni mzuri. Kama ni mama, kama ni kijana, mama, haleluya. Uwe nataka comfort zone. Jezebeli alikaa katika ufalme. Haleluya. Alikaa katika ufalme. Alikaa ndani ya ufalme. So ile kazi yake ni kuamrisha. So when talk about Jezebelic spirit, is a king of spirits. Bwana asifiwe. It's a king of spirits that operating and working under the kingdom of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Can you identify na kwamba kwa roho ya Jezebeli? Unaweza jua kama kwa roho ya Jezebeli. Nilikwambia jambo la kwanza unataka akili. Spend hiyo kanisa. Spend hiyo mchungaji. Spend hiyo mchungaji.
ambao unapata hiyo mawazo, sio kana Jezebel spirit juu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao unafikiria ubaya na madhabahu ya Mungu, mtumishi wa Mungu aliye baba wa kiroho, sio kana kwamba hiyo anataka Jezebel spirit. Bwana Yesu asifiwe. Sio kana kwamba ile roho imekuwa taka. Sio wewe au na shida. The problem is the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kujua ile roho. Na maana ile roho inasanya peke yake. Huyu pole kimesana. Wewe msiri tena mbinguni. Haleluya. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi singenya peke yako, ni kweli ama si kweli? Haleluya. So the spirit means what? Backup. Ndio sasa hiyo operate means backup. Huyu atapita huyu wamsengeni yule. Haleluya. Maana ikiwa peke yake haipati nguvu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kwa mtu ambaye anajifahamu vizuri sasa. Sio kwamba unajielewa vizuri. Kama unajipata vizuri. Haleluya. Maana ninapopata kwa kina kwa roho inazidi dunia. Nena mpaka ground. Iwapo hapa kumekosekana mpaka ground, tutafuta maamuzi juu ya madhabahu. Kama ni wasee, kama ni akina mama, kama ni waibaji, na hata hawa wako hapa, utafuta mtu. Haleluya. Iwapo ni wale jinsi wako hapa, imepata mmoja, huyu anaambukiza mwingine. Fulani na yeye anachifanyana, yeye anajiona kama yuko. Haya, inapata huyu. Haleluya. Mwisho wake inauma kile kikundi. Nelianza kwa mmoja. Because yake ni kumaliza. Aachi, Jezebeli aachi. Haleluya. Nia yake ni kumaliza. Iwapo ni kikundi cha kina mama, yaanza na mmoja. Kwani hiyo mama ya kila sana kutaka kuona hii na hii. Unaweza kosa hiyo vikundi na yeye ataka. Anaambia mwingine. Yule mwingine anamshaka semwa. Hata yeye ndiye ataka. Ataka yeye anakanga. Na anatendeka sana. The spirit of Jezebel is operating in the church. Hallelujah. Hatimaye utaona ile kikundi kama cha kina mama kimevunjika. Kama ni akina mama umebaki watatu. Kama ni umebaki watatu. Kama ni present worship umebaki mmoja. Hallelujah. Because the mission of Jezebel is to kill and destroy. Is to destroy and to kill. Kuharibu na kuvunja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe, ile wewe kwa ndani yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile roho kwa ndani yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na mtu mzuri. Yes, you are right. Baada sisi tunasema unaweza kuwa na mtu mzuri. Yes, you are right. Haleluya. Lakini yule mtu mzuri yuko anataka
of the spirit of Jezebel. Hallelujah. Samia sasa nilisimama kidete sasa hivi ni katika kanisa la Bwana. Why? Because the Jezebel spirit was operating. Hallelujah. And I think those people they are your friends, they are partners. Hallelujah. But the spirit is still operating because they are. Hallelujah. Remember nimekuambia wewe Jezebel haikangi peke yake. Uwe utakuta baka. Bwana asifiwe sifa. Hallelujah. Na iwapo kanisa la Bwana limesimama imara, yule vile roho inakosa mtu ndani ya ibada. Kuna mtu ambaye anaona anaondoka ibada. Wewe ametafuta kwa huyu imekosekana. Anatafuta kwa imekosekana. Hivyo uweka anakuwewe mwenyewe anasema hapo hakuna Mungu, anajiondokea na roho yake. Hallelujah. Bwana asifiwe sifa. Many churches are being killed by the roho that is spirit. Angalia vikundi vya kanisa hata kama sio hii. Angalia maana ile roho fanya kazi usiku na mchana. Hallelujah. Ndipo iangamize, ndipo izime huduma. Hallelujah. Sasa mchungaji anatuhubiria nini? Bwana Yesu asifiwe sifa. Au kanuni oye spedi unaweza kupeleka masikeno. Unaweza kujua tena the dressing code ya mtu. Hallelujah. Kuna watu ambao mbaya kwa kanisani, mapasta yapendeze, but pastor is very keen. Na mwambie hayo smart. Asili na mkono unashika maiki kwa vizuri. Sauti nzuri ya roho nzuri. Lakini unafahamu umefika huko. Unaongoza praise and worship team. The spirit of business of Oparuna and church. Hallelujah. Sometimes I don't want to like because you are dead in the spirit. Don't want to talk. And the life is so. Hallelujah. Kuna watu ambao tuniko madhabahu lakini mabasi yao mchungaji anaenda Kenya na mabasi yenye kwa mahali pale. Maana roho inafanya kazi inamshika na mnasa. Hallelujah. Bwana asifiwe sifa. Hallelujah. Bwana asifiwe sifa. Roho ya Jezebeli utaendelea possession morality in the church. Utapopata church ni jamaa roho ya ushirati. Jua na kwamba the spirit of Jezebel is operating under the church. Hallelujah. Bwana asifiwe sifa. Hallelujah. Sasa tunaelewa. Kanisa kitawa na roho ya ushirati. Jua na kwamba roho ya Jezebel inaendelea hiyo kanisa. Na iwapo mchungaji anataka ile roho inakuja kwa madhabahu. Hallelujah. Inapokuja kwa madhabahu sasa, ndio kama mchungaji anaendelea kwa shirati. Mtu wake ni shirati. Mchungaji ni shirati. Kanisa ni shirati. Lakini wakati kwa mchungaji na resist ile roho. Na kuambia wewe sitakaa na wewe kama mbandike naka kwa kubwa. Haleluya. Maana roho ilikuwa ndani yake sasa wala mabaki backup. That's spirit. Basi umefanya kosa, umekemea huyu, umemwambia hivi, the backup of the spirit. Hallelujah. Bwana asifiwe.
Hallelujah. Hallelujah. I know ameishiki vizuri. Roho ya Jezebeli, they keep her to destroy and kill the ministry. That's the hiyo ndio mission yake. Wakati ambao maana uanza process, huyo ataanza na wewe kuchukia mchungaji, apige kwa masikio, utamwona amebadilisha mavazi na utamwona na kwamba sasa ile roho inapokomaa inakuja kwa sharati. Mwanzo kuiona. Ndio mama sasa alikuwa mzuri, bado amebadilika. Hallelujah. What does that mean? Kuna roho inayokuwa ndani yake ambayo hiyo roho haitukuzi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Am I preaching sound? Yes. Are you getting my content? Sasa ingawa sijui. Mzee Peters. Watu wakae kama mimi tu. Hallelujah. Ile roho inapopata pata sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Jezebeli anaoperate bila hapo. Hallelujah. Iwapo Ahabu angemwambia sikutaki, toka kwa ufalme, mke wa rais ni rais. Ni kweli ama si kweli? Hallelujah. Kwa hivyo iwapo Ahabu angemwambia Jezebeli sikutaki, toka, ile roho haingepata nguvu. Lakini roho tafuta nguvu ndani ya sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ile roho tafuta. Iwapo huyu jambo na kosa. Iwapo huyu jambo na hiyo roho anataka mpaka kwa kikundi. Atutaiba. Atakuja practice. Atabadilisha. Maana ekelewa ile roho yotoke ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Je, roho iliyo ndani yako ni gani? Bwana Yesu apewe sifa. Okay. Amtanielewa. Huyu kwa mfano maybe not anaweza kusema the action of another, lakini mind in spirit it does. Hallelujah. Inapokuwa ndani yako unaanza na maana, lakini time unapiga sharati. Ukitana na mwanaume unapiga sharati, ukitana na mwanamke unapiga sharati. Wakati unafikiria hiyo masuala kwa akili yako, jua kwamba the spirit of Jezebel is operating under you. Hallelujah. Unaweza kukosa kufanya those actions because it's attacking the spirit. And that to walk. Sana mwanaume, sana mama, akili inapigwa sharati. Roho inapigwa sharati. The moment that unasikia hayo, jua kana kwamba you are under attack of Jezebelic spirit. Say amen. Amen. And in most cases in the church, tena niliona jana mwingine. Mungu tusikie. Pasa alifanya niangalie saa 5 usiku. Ambaye ni kwa Pastor Ziki. Akasema mimi ni mwimbaji mzuri wa kuweza worship. Hallelujah. Amen. Lakini mimi niliingia katika hapa sasi ambao ni usherati. Unaoda mwanamke kufanya sherati. Na akasema alikuwa ndiye ameokoka
na ameokoka, lakini hiyo spirit ilikuwa inamsumbua. Anafanya sherati na kina mama wakubwa, anaoda, analipa mpaka anaanza kukopesha. There is a big spirit in the church. Bwana Yesu asifiwe. Na hata nikasema nilikuwa naambia mchungaji tuombe. Siku moja anaenda kwa ofisi kama pale station sio ya kwa mchungaji niombe. Kama mtu ya nini tu utapona tu. The person not ended with the spirit of God and of the church. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, ni roho gani ndio ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu ambao akili zimekamatwa. Ya unang'ang'ana unafikiria kila saa kila mambo ya shetani. Kimona unatoka ukijikasa tu. Kumbe sasa is a bad spirit that's operating in you and you cannot know. Hallelujah. Sasa pastor mzee ni ambaye mchimba. Sasa kwa sisi kilongani kwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hii yote mchana ya kanisa. Hallelujah. Sio wewe ni mama, wewe mzee, wewe ni kijana, lakini time you about committing adulteries. Kimona kudogo tunafanya maisha. Huyu mtu kumbe is a septic attack. Ile dhambi yako na uoshi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na baada kuwa pole ukapata ukujitayo apendi ibada kuibada yuko comfortable na kwa sababu anaanza mabadiliko mabadiliko. Haleluya. Yeye kwa pale lakini ayuko. Haleluya. Ni roho gani iliyo ndani yetu? Najua kunyamaza vya jaki na sio. Haleluya. Ni kweli kama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni sorry. Ni usiwase kuchunguza. Ni sorry. Uwaza kuchunguza ni roho ndani yako. Maana mambo mengine inaweza kuzuia na mshui. Basi mbaba peke yako. Yoko masikio sisi. Haleluya. Kumbe sasa Jezebel spirit fighting the church. Inaelekezwa sana. Leo ndio kuelezea isikie. Unaposhika Jezebel spirit, then it's automatic. So we are still fighting the Jezebel with the church. Tawala kuonyesha baada ya kushika Jezebel spirit. Kumbe na kuomba automatically. Ndio hapo ndio shida wanangani. Wala kwa unyako tunasema kazi. Maana mliambiwa na mji. Haleluya. Kuelekeza kwa wao kushinda kisikisi. Tupana na kazi ndio samba ndio kazi mbona na skando. Nimepata kwa dumu na msichana, nimepata kwa dumu na mzee wangu. Alipata. Haleluya. Katika new system ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ndio ndani. Maana wengi ama kanisa la Bwana anayeasio na dipate district. Hatuwezi. Haleluya.
Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unless led by the Spirit. Unajua ni sikujui. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati hapo tunakutana kwa maombi sisi. Ama saa sote ukiomba unasema nakutana mchungaji. Haleluya. Ni kweli ama si kweli? Na iwapo asikutana nawe kiroho, sikujui. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Iwapo hatukutani kiroho, hatujui. Lakini kama tunakutana kiroho, hatujui. Wenda kinachosumbua na kuondoa katika uwepo wa Mungu ni roho ambao utaitwa ndani yako. Wewe unaiona ndani ya kawaida, unaiona ndani ya ukweli, kumbe ni roho inayokuwa katika huduma na uchi. Hauwezi kuwa kwa nini ambao anachukia mchungaji, hauwezi kuwa kwa nini ambao upendi mtu wa mchungaji, hauwezi kuwa kwa nini ambao upendi ibada, hauwezi kuwa kwa nini ambao upendi maombi. Hapo kutoka kwako ni kelele. Jezebel spirit. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maana inastahili kuandapa tu. Ngoja outcome yake kuje kwako utaiona. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja wakati ambao utaiona kimekuja kwako. Wakati ambao utaiona tu wa Mungu. Picha tu yako tu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maana tu iko tu na kwa tu. Iko tu. Inataka. Kuna watu ambao wanapika nje wale wa ibada. Ndio, ibada. Siendi leo, hata mimi siendi. This is the experience. Kristo ananiambia I think I'm a friend. Do you know his spirit? Oh, his spirit. Rafiki si ujuani waone. Ninasema soma roho ya mtu ndani yako. Yule mtu ambaye anakutana na yeye, yule mtu ambaye anamtarakia. Maana inaweza kuwekea roho. Ambao mwanangu kuondoka pale ni. Hallelujah. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Haki na huruma. Mko. Mnanipata? Hallelujah. Sasa kwa kisikaje nikwambie ukweli. Hallelujah. Utajua kanisa kama kuna roho ya Jezebel. Iwapo kanisa itakosa haka ya maombi, hawana upendo katika maombi, hawana upendo hata kwa kufunga na kuomba, ndio na kwamba that chance sana Jezebel spirit. Sanda by Jezebel spirit. Hallelujah. Mwanangu kupigana hili roho ni ngumu kama unajua. Kuna watu ambao Mungu anawakubali. Nikiona mama yake anamchukia kama ni mama yake. Mama yake anamwambia mtendee. Lakini anamchukia. Yeye anataka. Ni roho kwa jificha ndani ya kanisa tu. Inapanga pale tu. Lakini lengo lake ni wapi? Madhabahuni. Haleluya. Nisipokuwa msusuri kiroho ama mfanya masusi kiroho, huyu anafikia huyu. Haleluya. Huyu ni mwimbaji lakini amejawa na chuki. Huyu ni kazi. Huyu lakini anachukia huyu. Kwani umbeleshi huyu? Haya nifanye na. Basi anasikiza wapi inza, usimwongeleshe. Una
una promote ile spirit ya dispelling in the church. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Kilio, 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 nitamlilia nani? Meipata vizuri. Haleluya. Mwambie makataka kufunza naomba mkanena kufunza zaidi. Kiasi kata na panto jielewe. Ujielewe nini ambayo inanisumbua, nini ambayo inakusumbua, nini ambayo inakufanya usiendelee. When the church man the spirit is very dry in spirit. Haleluya. Saya nakumbini mwanadamu usingizi. Sina because the spirit they no ignore. Haleluya. Unapata kana kwamba haleluya. Tupewe sifa. Haleluya. Kanisa ina nguvu ya kuomba. Unapokuwa ukiomba na mwingine anaongeleshana. Kidogo imekumbusha. Umeruka tu. Unapoomba unaenda na mlango ndio huyo. The church is trying in prayer. Bwana asifiwe. If the church is unataka by the spirit, haina atopeka katika anga ya maombi.
Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nilipopata kule najiuliza, okay, so the moment nakuwa nasemanga natembea peke yangu, na sasa nirudi nyuma niangalie wale watu, maana labda wanaumizwa na roho ambao nilikuwa nataka kanisa la Bwana likashindikana. Nikasema aje naangalia kwa huyo mama, wacha naangalia kwa huyo mzee, wacha naangalia kwa kijana, nikae mahali pale. Haleluya. Kanisa linakuwa haina nguvu za maombi. Wakati ambao kanisa iko nataka by the Spirit, unapata kana kwamba kanisa la Mungu limejawa na magonjwa. Haya sasa, ile ambayo nikiuma na kesho nini ambayo inanisumbua? The church. Kanisa ile wanataka by the Spirit, unapata limejawa kanisa ambayo wanataka by the Spirit, unapata it is confused, imechanganyikiwa, haishielewi. Elija alikimbia akasema na kwamba kuna Mungu. Yeye anakimbia anasema kwamba kuna wakati ambao sikuwa na chakula lakini Mungu amenilisha. Kuna wakati ambao Mungu nilimwita nikaona ameoa kwa upanga wake, ameoa manabii wa Baal 150. Elija akasahau. Haleluya. Kuna watu ambao wanakaa maisha kwa ya kuchanganyikiwa because of this very spirit. Haleluya. Unasahau na kwamba Mungu amekutendea, Mungu amekupigania. Kumbe unakaa maisha ya kuchanganyikiwa. Kisha maana because of this very spirit. Hallelujah. The church with the spirit it has financial challenges. All the people they cry. Basa hatuna. Hauna hivi. Wakati ambao nasikia financial inaweza kuwa ngumu kwa kanisa, understand this is a very spirit about is attacking the church. Hallelujah. The church is very spiritual. Watu waanza kuacha kanisa mmoja kwa mwingine. Mmoja atakuwa na hiyo roho, mwingine usikie wameanza kuondoka. Bwana fulani hakujangi ibada. Bwana fulani hakujangi ibada. Kile unaona kwamba that church under attack by this very spirit. Hallelujah. Na hiyo jibita ndani ya kanisa tuko upole. Kopole. Je, ni roho gani iliyo ndani yako? Bwana asifiwe. Huenda wewe ni mtenda kazi, huenda wewe ni mwimbaji, huenda wewe ni mzee wa kanisa, huenda wewe ni mama wa kanisa, huenda wewe ni kijana ndani ya kanisa. Je, ni roho gani iliyo ndani yako? Je, umeshaelewa the spirit that's attacking you? Bwana Yesu asifiwe. Maana unapochunguza na kujili roho utakuwa rahisi kuimwa ndani yako. Itakuwa rahisi kuondoka ndani yako. Haleluya. Kinachofanya uchukie mambo ina shida. Huyo ana shida. Ni ile roho ya Jezebeli iliyo ndani yako ambayo inakwambia chukia huyo. Chukia hiyo kanisa. Maana iwapo itakuwa inakuwa ndani baada haina makao, itafuta. Iwapo inachokoza kila saa ndani baada uondoka, na ikiondoka inaondoka na wengine. Haleluya. Ikiondoka inaondoka na wengine. Maana nia yake tu wacha tukuonyeshe. Tutaoa hiyo duma, tutaoa hiyo kikundi,
kutoa hiyo because the thing of the spirit. Lakini wakati hapo inakosa amani, inaanza kuondoka. Haleluya. Mwezi wa 5 we are going to fight every dispelling spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama imetoka kwenu, hata kama ni yako, utaondoka nayo. Amen. Wewe ondoke uache. Wewe kubaliana nayo kama hayo. Nikaweza kupendwa sometimes ndio nikienda kwa mlima na pesa sijifunga. Kwa sababu ndio watu ibada. Nilikuwa nikifunga kwa nasikia kama nilikuwa siku za kufungua mwaka mama siku 20 kama siku kwa 20 days. Mbona kuomba kwa ibada? Ulifikiria sana. Mbona msitaki pale na ibada? Because ni lazima niachike. Haleluya. Sio wachiwa mchungaji apigane na hiyo hata ndani yako kwa unjui. Haleluya. Wewe unasema wako ndio sio nazo kunichukia. Jua ndio anataka. Basi nakuomba vizuri kimaombi. Haleluya. Sio kumwomba basi ana shida. Mwambie mchungaji ana shida. Anakuombeanga. Haleluya. Unaposikia na unatafutia mchungaji, jua kwamba kuna roho inachokosa ndani yako. Na hiyo unapokuwa hata mpate amani. Sasa inaleta chuki kwako ndio kuomba. People start leaving the church. Inaleta chuki ndani yako ni kuomba kanisani. Haleluya. Inaanza kukuondoa. Ndio nyakati unaambia Mungu ni asante, maana neema ya Mungu hata wewe unaondolea. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna imani kwamba hata hiyo Jezebeli haitapata nafasi ndani yako, hatataka ibada, haitapata amani. Haleluya. Bwana asifiwe. Umechelewa sasa. Umechelewa. Umeelewa tatizo lako. Kama hujaelewa na msingi, nani hajaelewa? Maana naomba Mungu anipe mamlaka ya kuwataka spirit. I can't see the chance like this one. Oh no. I know I am ready to stay spirit. Na hiyo roho itaachilia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kama tulipokuja hapa hii anga akiaje kana vitabu. Na wala hapo nimeeleza hiyo kwa kama unaweza combine, unaweza kuona mpishi. Wewe asikie. Yes. Wewe umesema saa hii anaweza mara kwa. Habari ya bwana. Kwani mnaenda mengi wewe kwa. Mimi hakuna. Ndio tunapenda hapo. Pamoja sana. Thank you. Kwa sababu ndio ndio. Kwa nyumbani. Niko. Niko. Ndio ndio. Haleluya. Bwana asifiwe. Wala kwa unapopendwa kwa speech now, you can know of the type of battle was attacked and the chance and attack. So we should raise up the soldiers and we fight now. Hallelujah. Amen. Haonekani vizuri. Hallelujah. Hiyo mitego yote, hata yote Mungu anakufusha. Hallelujah. Sasa wewe sikubali hiyo roho ikae ndani yako, na kama unachelewa sasa umeanza kuchelewa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Siku moja yule alikuja nenda basi kwa makosa kusafi na ndani kanisani. Kwa spirit. Kwa fahamu. Tunasema spirit. Kuna watu hata
ndipo wakemea na kuondoka kwa madhabahu, maana ile spirit mwanataka makosa mchungaji. Kisa the spirit that is ndio mtakuwa nayo ama uondoke nayo. Mungu alete wengine. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi napokea upanga wa Elia na sitakimbia. Hallelujah. Ninaondoka kwa Elia na kwa Elisha. Hallelujah. Na Elisha na kazi na upanga wa Elia. Manabii wa uongo. Roho Jezebeli. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wababa wana makosa ya mchungaji. Tumekuwa na hii. Ningekuwa Mungu aliroa ile mwenge Jezebeli kuja kunimaliza. Lakini nikaiyaka na Bwana hapo pata nafasi. Ondoka uende katangaza vita za upanga. Tena na tena. Kwa roho ya Jezebeli. Nilisoma hiyo nikaanza kulia, nikakumbuka vile Mungu amenitoa. Nikasema nimetangaza vita. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Maana sitakubali kilicho ndani yangu kiuliwe na roho ya Jezebeli. Amen. Sitakubali kilicho ndani yangu kiuliwe na roho ya Jezebeli. Hallelujah. Naomba hiyo roho. Tunapambana Baba kwa Baba. Hallelujah. Mimi chama nikipokea Baba wa Elia. Ninakwambia kwa Elia ni kwa Elisha. Maana Elisha amekimbia ameokoka. Lakini nitakimbia kamwe. Niko hapa kuhubiri Injili. Niko hapa kuhubiri. Niko hapa watu wapone. Niko hapa watu wafunguliwe. Niko hapa tunang'ania kule tumeweka kamerasi. Tumeweka TV usikiliko. Watu wakiangalia ibada yetu imejaa watu. Hallelujah. Na siogopi na kuogopa. Hallelujah. Usawa tunawambia wacha kuogopa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokana ungekomplain kwa pastor speech. Pastor alichukua kukemea ngoi. Pastor alichukua kukemea ngoi. Hii roho ilionekana ndani ibada. Hii sana ndio maji ndio sisi mkono kwa akili na kwa roho. Niondoke tu. Niondoke tu. Na hiyo tuko nayo. Ndio sasa ni mwana ikiondoka. Sasa wana kuuliwa. Amen. Sema amen. Sasa mwambie sema amen. Hallelujah. Maana kitendo hilo yangu nimepokea. Na iwapo hiyo ndio amekuepusha. Sasa hiyo roho ya mchungaji kwenda bana tu. Ambia mtu utoka hiyo roho. Ambia na sasa ni roho rasmi. Hallelujah. Amen. Anakataa naye. Hallelujah. Na mnachukia mchungaji, waacheni shwari, waacheni kuendesha wadai. Kama kuna mtu wako kuna mama, ukiwa unafikia mama kanisa, tunge Jezebeli spirit. Ndio mwache. Ndio kama mtu anabaki tu. Kama wakati leo mbego shiraki kivuka. Wakati walisema waliinuka, mara nimekemea na kupiga mama. Ndio mama imerusha na bado mchungaji anasimama. Naambia mtu wao ndio mdogo kwa naye. Ukikoa ndogo nayo. Hallelujah. Hallelujah. Kanisa la Bwana ni nini? Kwa sababu siku mbili wiki. Yeye siku gani unaweza kwenda ibada? Ndio basi anamshirikia. Anakataa ile roho na mshirikia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ametupigania. Pende ya bina pamoja. Na bado tumepakisha katika utu. Ni hapa tu. Ni hapa baba tu. 1 2 3. Mambo mengine. Hallelujah. Hallelujah. Msauti mwambie Jezebeli kanizuia. Mwambie utanizuia. Hallelujah. Kila mara ninataka ni kidogo sana. Natupigania. Hakuna kwa nasi. Imebaki tu. Wewe watu mwambie kutoka kwako Jezebeli. Hallelujah.
Haleluya. Ukija unataka kuniacha niache, lakini nasimama niambie Jezebeli katika madhabahu ya Mungu. You are not Mungu. Haleluya. Ndani ya madhabahu haya hautakuwa na basi. Wewe ni chukia, lakini unapenda chile. Wewe ni katai, lakini Yesu kwa ndani yako. Ninakupanda. Yesu kwa ninakupanda. Mpaka uondoke ndani ya wana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kile baki kidogo. Toa ya chuki kwa naye Jezebeli. Toa ya masikio kwa nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Ana usipokuwa kuumisi. I promise you kwamba usipotoa ndani yako nyota ndogo tu. Haleluya. Mungu amenipa ufunuo. Kama utakubali uondoke uondoka tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ikapata nafasi ndani yangu mimi. I want to compromise with any specific spirit. Hautawakilisha ndani yangu. Haleluya. Hautawakilisha ndani yangu. Wachana nacho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kilicho ndani kitauliwa. Sasa usiende kuchukia sana. Umeacha kuchukia. Na wewe ubarikiwe. Umeacha kuchukia sasa. Umeacha kuchukia. Basi. Haleluya. Nasikia kama hivi. Hallelujah. Because I'm fighting that spirit. Pastor ana makosa na tafuta hiyo roho inayokusumbua. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na tafuta hiyo roho inayokufanya kwa nyumba. Na tafuta hiyo roho inayokufanya tukio lingine. Na tafuta hiyo roho inayokufanya usiendelee. Haleluya. Ambao ni Jezebeli. Bwana asifiwe. Sasa wale walikuwa na stress sasa zitusikia. Wale wakana sasa pesa wanasikia sasa. Shetani akaenda baada ya Mungu asia na kutumia. Haleluya. Ndio nitoe roho ya Jezebeli mshirati pekee. Mimi kama siwe. Hao ndio anakuwa kuchuki. Kitina msingeno nikaroga na upande. Maana nia yake ni kukuua wewe. Ukifikia mtu kweli wa Mungu. Hakuna Mungu bila wasiwe. Hakuna Mungu ndani yako. So you are naked, you are just walking dead too. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaomba kuchukua mchungaji Jezebeli. Kwanza kwa kina mama na wasichana. Sasa ukichukua mchungaji, unabeba kama mchungaji. Jezebeli unaanza kama mchungaji usije hapo kwa mchungaji. Jezebeli speech. Sema amen. Kama kweli. Hapo kweli sana. Ni kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Unachukua mchungaji. Sasa kwa wale mchungaji. Jezebeli speech kwa jamii. Haleluya. Salamu alaykum. Sibile kwa mtu mchungaji. Jezebeli speech. Kwa mamsio. Sikasi. Sio wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Jezebeli what? Spirit. Kama nisema na yeye ama kijana anaanza kuchukia mchungaji, anaanza kupenda mama mchungaji. Sasa alikuwa mke wako. Jezebeli spirit kwa mchungaji. Wewe unaweza kuona mambo wapi? Unaweza wapi?
wapi? Unakuja mama mmoja. Bwana Yesu. Wewe. Haleluya. Si umetoa mama wako unajua. Unajua unaweza kukwenda kwenda basi kweli. Unaiona hivi kawaida. Lakini kumbe ni hatari. Sasa mama umechelewa. Kuna mateso mengine. Sikuja katika kimo. Upanga ufanye kazi. Haleluya. Ukisema tupambana roho iangalie yote ndani yetu. Haleluya. Maana sio okay. Ulipokusa kwa sherati. Tumebakisha usherati wa akili. Tumebakisha usherati wa akili. Ulituona katukusa kwa sherati. Okay. Sasa tumebaki kwa akili za watu na kwa roho za watu. Tumebaki kwa akili za roho za watu. Haleluya. Kama ni ukiangalia Petros, kama ni mama Musa, umezina yake akili na kiroho. Okay. Maana ulituona kwa action. Sasa nataka katika roho. Bwana Yesu. Lakini hata wakae kiroho, wakae wapi, hawapati nafasi. Haleluya. Bwana Yesu. Hawatapata nafasi ndani yetu. Naomba nipokee maswali. Maswali. Hiki kwa tunapeleka kurudi upate kuelewa. What you call a spirit. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nani ana swali kuhusu hiyo?